Wapendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo jema sana la kumshukuru Mungu kwa uhai wake, kufanya tukutane tena mahali hapa wakati mwingine kwenda kujifunza neno la Mungu. Na leo ndugu zangu, tunaenda kujifunza, je, kubatizwa ni kuzaliwa mara ya pili au kuzaliwa mara ya pili ni nini? Ndugu yangu, ninakuomba tega sikio na unisikilize, nifuatilie kwa makini bila kuruka sehemu yoyote, ili upate ufahamu kuhusu swala hili. Je, ubatizo ni kuzaliwa mara ya pili au kuzaliwa mara ya pili ni nini? Kwa hiyo ukinifuatilia utapata majibu ya maswali hayo, kama unajiuliza kama tunavyojiuliza watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tunaanza kwa kusema hivi, je, kubatizwa ni kuzaliwa mara ya pili? Tunaweza tukasema kwamba hapana, kubatizwa sio kuzaliwa mara ya pili. Kubatizwa sio kuzaliwa mara ya pili yenyewe au moja kwa moja, lakini katika Ukristo kubatizwa mara nyingi huhusishwa na ishara ya kuzaliwa mara ya pili. Amen. Lakini tunasema kwamba Yesu mwenyewe alituelekeza kuzaliwa mara ya pili. Yesu alizungumza kuhusu kuzaliwa mara ya pili katika Biblia, hasa katika kile kitabu cha Injili ya Yohana 3 mstari wake wa 3. Mwambia Nikodemo, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunaona kuzaliwa mara ya pili maana yake ni kutubu dhambi, kumwamini Yesu Kristo kwa moyo. Inatakiwa umwamini au kumkubali Yesu Kristo kwa moyo wako, sio kwa maneno tu. Amen. Kupokea maisha mapya ya kiroho kupitia Roho Mtakatifu, kubadilisha ndani ya moyo na mwenendo. Hiyo ndio inaitwa kuzaliwa mara ya pili, ni ule moyo wako kubadilisha na maisha yako kuyabadilisha. Nasema ubatizo, hasa watu tunatumia sana ni ubatizo huu wa maji. Hii tunasema ni hatua ya kutii baada ya kuamini. Baada ya kuamini, ile kubatizwa ina maana unatii. Kwa hiyo tunaweza tukasema ni ushuhuda wa hadharani ya kwamba mtu amempata Kristo. Tunasema ni ishara ya kufa maisha ya dhamani na kuanza maisha mapya. Tunaona watu kuzaliwa mara ya pili kwanza kwa imani na toba, kisha kubatizwa. Kwa hiyo kuna mistari kadhaa katika Biblia ambayo inaonyesha mambo haya. Tukisoma Warumi 6 mstari wake wa 4, tunaona ubatizo unamaanisha maisha mapya. Pia tukienda pale Wakorintho wa pili 5 mstari wake wa 17, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Hata tukienda katika Matendo ya Mitume 2:28, tunaona tubuni mkabatizwe. Kwa hiyo kwa kifupi tunasema kuzaliwa mara ya pili ni mabadiliko ya ndani ya kiroho, na ubatizo ni ishara ya nje imani hiyo na maisha mapya. Sasa baada ya kupata hayo machache, twende tukaangalie kuzaliwa mara ya pili ni nini. Kuzaliwa mara ya pili ni mafundisho muhimu katika Ukristo. Inamaanisha mtu si kuzaliwa kwa mwili, bali kupata maisha mapya ya ndani kupitia imani katika Yesu Kristo. Yesu alizungumza kuhusu hili katika ile Injili ya Yohana 3:3 kama tulivyoisoma, alipomwambia Nikodemus, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemus alifikiria kwamba Yesu amemwambia kuzaliwa tena tumboni mwa mama yake, lakini Yesu alikuwa akieleza kuzaliwa kwa Roho. Kuzaliwa mara ya pili kuna maanisha nini basi ndugu zangu? Mtu anapotubu dhambi zake kwa dhati na anaamini katika Yesu Kristo, anapompokea Mungu abadili moyo wake. Biblia inasema
hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tukisoma ile Korinto wa pili 5 mstari wake wa 17 kama tulivyoisoma awali. Dalili za mtu aliyezaliwa mara ya pili. Mabadiliko huonekana katika maisha yake, yaani maisha ya huyo mtu kuna mabadiliko utayaona. Anampenda Mungu zaidi, anaacha maisha ya dhambi kwa toba, hana hamu ya kuomba na kusoma Biblia. Amen. Ana upendo, amani na msamaha, anaongozwa na Roho wa Mungu. Je, kuzaliwa mara ya pili ni nini? Hapana, ni uhusiano mpya wa Mungu kupitia Yesu Kristo, si kubadili kabila wala kuzaliwa tena kimwili. Amen. Maombi mafupi kwa kumpokea Kristo. Bwana Yesu, ninatubu dhambi zangu, naamini ulikufa na kufufuka kwa ajili yangu. Ingia moyoni mwangu na unibadilishe, unipe maisha mapya, uniongoze katika njia yako. Amen. Nafikiri ndugu yangu utabarikiwa na haya maombi. Acha tuangalie kipengele kingine katika swala hili. Amen. Sasa ushazaliwa mara ya pili, acha tuendelee na somo letu. Amen. Sasa ushajua ubatizo ni nini na kuzaliwa mara ya pili ni nini. Sasa hatua za kukua kiroho baada ya kuzaliwa mara ya pili. Amen. Baada ya mtu kuzaliwa mara ya pili, tunaona katika Biblia maisha ya kiroho huanza kukua taratibu kama mtoto mchanga anavyokuwa. Amen. Hizi ndio baadhi za hatua muhimu za kukua kiroho. Kwanza, kusoma neno la Mungu kila siku. Soma na tafakari Biblia ili ujue mapenzi ya Mungu na kupata hekima ya kiroho. Tukisoma Zaburi 119 mstari wake wa 105, neno lako ni taa ya miguu yangu. Pia kuomba kila wakati. Maombi hujenga uhusiano wako na Mungu. Omba asubuhi, jioni na wakati wowote. Amen. Yesu Kristo alifundisha umuhimu wa maombi ya kudumu. Ndugu, naomba unifuatilie katika Kristo. Jifunze kusikiliza sauti ya Mungu ndani yako na kuacha maisha ya dhambi. Amen. Funga na kuomba. Kufunga huongeza nguvu ya kiroho na kumkaribisha Mungu zaidi. Shirikiana na waamini wengine. Jiunge na makanisa au vikundi mbalimbali vinavyofundisha kweli neno la Mungu. Ushirika na kuimarisha imani yako. Nafikiri unanipata ndugu yangu. Amen. Kuishi maisha ya utakatifu. Epuka mambo ambayo yanakurudisha nyuma kiroho. Mfano, uongo, chuki, uasherati, uchawi na tamaa za mwili. Inatakiwa kuepukana nazo kabisa, kwa sababu zitakurudisha nyuma kiroho. Kwa sababu wewe ulishaamua kusonga mbele, basi songa katika ile kweli ya Mungu. Kutumika katika kazi ya Mungu. Tumia vipawa vyako kuhubiri, kusaidia wengine, kuimba au kuhudumu makanisani. Hiyo itakusaidia sana. Kujazwa matunda ya kiroho. Upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, uaminifu, upole na kiasi cha ukue ndani yako. Hivyo hayo ni matunda ya kiroho. Amen. Hata ukisoma pale kitabu chake cha Wagalatia 5 mstari wa 22 mpaka 23 utapata mambo haya. Kuendelea kumjua Kristo zaidi. Kwa hiyo lengo la ukuaji wa kiroho ni kufanana zaidi na Yesu Kristo katika tabia na maneno au na matendo pia. Kwa sababu unatafuta ukuaji, naweza nikakupa siri au nikakupa maarifa fulani au nikakupa utaratibu. Unaweza kuanza na ratiba rahisi ya kila siku. Ukachukua dakika 5 kwa maombi. Pia ukatafakari mistari
ya Biblia, yaani ukasoma mstari mmoja wa Biblia ukatafakari ule mstari kila wakati, ukawa unautafakari. Ukiutafakari ule mstari utashangaa unapata tafsiri nyingi zinakujia. Kumshukuru Mungu kabla ya kulala. Pia Mungu huwakuza wale wanaomtafuta uwepo wake kwa moyo wa kweli. Kwa hiyo ukifanya hivyo, ndugu yangu, utakuwa umezaliwa mara ya pili na utaona mabadiliko yako katika roho. Kwa kusema hayo, ndugu zangu, niseme tu kwaherini, shalom shalom, na tubarikiwe sana.